Ajenda ya majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi ni yake kabisa kuiita ni ya kitaifa na ni ajenda ya maendeleo ya mwanamke, na muasisi wake ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tangu akiwa makamu wa rais miaka 2016 kule ndio alianza kuiasisi hii ajenda ambayo tunaenda nayo hata leo. Kwa hatua hii, Mheshimiwa Rais anastahili pongezi kwa maono yake makubwa ya kuhakikisha serikali inaweka msukumo mahususi katika kutatua changamoto za wanawake, kukuza uchumi na kuimarisha ustawi na maendeleo ya wanawake na wananchi wote kwa ujumla. Ndugu washiriki, majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi yana umuhimu mkubwa katika ustawi na maendeleo ya wanawake. Kama nilivyosema, yameanzishwa kwa lengo la kutoa fursa kwa wanawake kukutana, kubadilishana uzoefu, kubaini fursa zilizopo ndani na nje ya maeneo yao, kuzitumia kikamilifu katika kujikwamua kiuchumi. Aidha, majukwaa haya yanajenga uwezo wa wanawake katika nyanja nyingine za maisha, ikiwemo kuimarisha tunu za taifa, uraia, uzalendo na kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia. Ili kufanikisha haya yote, ni muhimu kuwepo kwa ushirikiano wa karibu kati ya wadau wote wanaosimamia uwezeshaji wanawake kiuchumi, kama ilivyoainishwa katika mwongozo wa uundaji na uratibu wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi toleo la mwaka 2024, na mwongozo wenyewe ni huu hapa, pia uko online. Tunapaswa kufahamu na kusoma sura zake zote na mistari yake yote, tuelewe ili tuweze kwenda pamoja kama timu. Kwa muktadha huu, Secretariat ya jukwaa ni kiungo muhimu cha uratibu kati ya wadau wote. Hivyo ni muhimu mkatambua kuwa mnategemewa sana kupitia utaalamu wenu katika kupanga mipango madhubuti, kuoanisha bajeti na kuhakikisha utekelezaji unakuwa na ufanisi, ili kuyaunganisha majukwaa na fursa mbalimbali za kiuchumi zitakazowawezesha wanawake kuinuka kiuchumi kulingana na aina ya shughuli na ujasiriamali walionao. Na jukwaa sio la kiitikadi ya aina yoyote ile, ni la wanawake tu wa kabila zote, imani zote, vyama vyote, alimradi ni Mtanzania anatafuta fursa za kujiwezesha kiuchumi, kuna hilo jukwaa, anakaribishwa hapo. Hivyo basi, katoeni mrejesho, narudia tena, kwa viongozi wa taasisi zinazotoka kuhusu utekelezaji wa mwongozo huu ambao mafanikio yake yanategemea ushirikiano wa pamoja kati ya wizara, taasisi, Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi na Tume ya Mipango. Katika kutimiza maono ya Mheshimiwa Rais ya kukuza ushiriki wa wanawake katika masuala ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, kisaikolojia na kimazingira, tunapaswa kuhakikisha wanawake waliopo kwenye majukwaa wanapata taarifa na fursa za mikopo na mitaji, mafunzo ya biashara, masoko ya bidhaa, teknolojia bora na kuongeza thamani ya bidhaa zao. Kama nilivyosema, matokeo ya juhudi hizi ni pamoja na kukuza uchumi wa kaya, kuongeza ajira, kupunguza umaskini, kuboresha malezi ya watoto na hatimaye kukuza uchumi wa maeneo na taifa kwa ujumla. Wito wangu kupitia dhamana mliopewa, Secretariat na waratibu, hakikisheni mnasimamia vyema majukwaa haya ili kutimiza nia ya serikali ya kuwawezesha wanawake. Wizara itaendelea kushirikiana na wadau kuhakikisha kuna mazingira wezeshi ya biashara, sera na miongozo rafiki inatekelezwa na fursa za maendeleo zinawafikia wanawake wote bila ubaguzi. Ninatambua kuwa mikoa ipo katika hatua mbalimbali za uhuishaji majukwaa kuendana na mwongozo huu hapa ambao niliuonyesha wa mwaka 2024. Zoezi hilo linaendelea. Maana tusipoyahuisha yakalaini na huu mwongozo, tutashindwa kwenda pamoja. Kwingine wameanza, kwingine bado wanachechemea. Katika taarifa inayokuja ya Secretariat miezi 6 iliyopita, tutataka kujua nchi zima hali ikoje ya uundaji wa haya majukwaa. Secretariat ya kitaifa na mikoa, sasa mkitoka hapa, hakikisheni mnasimamia na kufuatilia uhuishaji wa madawati ngazi zote. Nyinyi ndio inspiration. Kazi yenu ndogo. Maazimio ya Secretariat, gawana kazi, TAMISEMI ndio mwenye mikoa anatakiwa ajue tunachokitaka kama Secretariat kuzingatia mwongozo tulionao. Simamieni uhuishaji wa majukwaa katika maeneo yenu kwa kufuata mwongozo, na kazi hii ikamilike ndani ya kila robo. Hakikisheni mikutano ya majukwaa ngazi ya kijiji, kata, wilaya na mkoa inaitishwa na kufanyika kwa kufuata mwongozo.
Aidha, simamieni majukwaa yafanye uchaguzi wa viongozi kama mwongozo unavyoelekeza. Hapa naongelea habari ya mwongozo, ukasomwe ufanye kazi yake kwa ajili ya hayo majukwaa kuwepo kwenye ngazi za chini huko kwenye kijiji na kata. Kama alipo huko, limeibukiaje kijijini? Halipo, mtaani halipo, alafu likaibukia ngazi ya kata. Hao ni watu wamekutana wao wenyewe, hawana hata vikundi, hawajasajiliwa, wafanye biashara yoyote, basi wakaanza maneno ya kutengeneza jukwaa. Lakini wenye vikundi vyao huko chini wala hawana habari. Ndio maana vinatakiwa vianzie kijijini na kwenye mitaa, ndio vipande juu kwa mujibu wa mwongozo. Andaeni wasilisho la uelewa wa majukwaa na kuwasilisha kwenye management ya mkoa na halmashauri. Taarifa ya kila mkoa ya madawati yaliyouishwa na kuanzishwa kwa kufuata mwongozo iwasilishwe ifikapo end of February sio zaidi ya mid March. Hakikisheni uratibu wa ngazi ya mkoa unashirikisha sekta zote kama nilivyosema, na taarifa zinawasilishwa na ni jumuishi na kamilifu zilizopitiwa kwa pamoja na sekta husika. Hakikisheni shughuli za majukwaa zinajumuishwa katika bajeti ya mwaka 2026/27 na zinazoendelea, ikizingatiwa kuwa maandalizi yameshaanza. Sasa tunaenda kwenye bajeti. Tutashangaa sasa, bajeti imepita, alafu majukwaa huko kwenye kata, kwenye vijiji, sio ajenda ya maendeleo, haya kutengewa hata bajeti, hata ya kikao kimoja. Wanawake wanahangaika tu, baada ya kuwa sehemu fulani ambako watapata habari zote, wanahangaika, maenda huku kaenda huku, akienda huku huyu ofisa hayupo, akienda huku leo alikuwepo, huyu hapa kaenda kauguliwa, ukaenda likizo, bajeti haijatengwa, watu waone umuhimu. Lakini sisi kama secretariat hatujakaa vizuri na TAMISEMI tukawaeleza ili washushe maelekezo huko chini. Eneo la pili la uelewa wa msingi baada ya kuunda hayo majukwaa ni changamoto sasa zipi zinawapata hao wanawake katika kuzifikia hizo fursa ambazo wamefundishwa na wameelimishwa kwa utaratibu nilosema. Lakini wanaripoti wapi? Lazima wajue. Kwa hiyo tunashumu kwamba wanawake wakishapata elimu kwa njia yote ile, kidigitali, kutumia video kama hivi, wakaelewa, kila mmoja anaanza kukimbia kutafuta fursa. Akikwama huko anajua ni ripoti wapi. Kama wilayani sisikilizwi, mkoani nasikilizwa na nani? Yuko wapi huyo mtu? Kama mkoani nako sikilizwi, taifa nasikilizwa na nani? Hivi ni vitu wanatakiwa vijue. Ulimwengu wa leo umeshakuwa wazi, ni kama kijiji. Unataka wewe kama ni kiongozi, unataka kama ni kiongozi uwepo katikati ya wananchi, yani kama vile mfugaji wa kondoo na ng'ombe alivyo katikati ya kundi lake, anaangalia kushoto na kulia, huyu anakulaje nyasi, huyu mgonjwa, huyu anafanyaje. Wewe na wewe kama ni kiongozi umepewa jukumu la kuratibu, kuwa hapo walipo wananchi, uangalie wanapochunga, na kuwasaidia wale wanaopata shida wanapokuwa uwandani. Sasa mtaniambia, hivi nyinyi mnapatikana wapi? Mimi siko tayari tena hapa. Nimeanzisha ajenda ya majukwaa ya uwezeshaji wananchi uchumi. Alafu tena maswali yote. Mama ulisema wale ng'ombe wanapatikana wapi? Wale mizinga ya asali sijui inapatikana wapi? Mama ulisema madini eti ni wapi? Wenye sekta wapi? Jiwekeni utaratibu wa kuwa visible, available, reachable. Baada ya hapo kila mdau sasa atakuwa amesimama kwenye nafasi yake, na mimi sasa nitakuwa narudi nyuma kuacha mpepee wenyewe, ndege itakuwa imetulia angani. Kazi yangu ni kusubiri tu taarifa za utekelezaji na pongezi kwa wanaofanya vizuri, kuwasaidia wasiofanya vizuri na wasiotaka kuchukuliwa hatua zinazostahili kwa kuangusha ajenda ya maendeleo ya wanawake. Kwa haya mengi yaliyohusisha semina, maelezo, makofi kwangu, alafu ndio nishafungua kikao. Asanteni kunisikiliza.